Kwa waendesha vyombo vidogo, vyombo vya kati vinavyo-operate kati ya Zanzibar na Tanzania bara, na hasa majahazi kwa kipindi hiki, na kama mkiona hali ya hewa sasa hivi upepo kidogo umechachamaa. Kwa hiyo tunawashauri na kuwasisitiza wenye vyombo vidogo na meli za saizi ya kati kuhakikisha wanapakia mzigo katika kiwango kinachoruhusiwa katika vyeti vyao, kwa sababu kwenye vyeti mle wameandikiwa kiwango cha kupakia kiwango cha mzigo. Lakini pia tunatoa tahadhari kwa meli za abiria kuhakikisha kwamba wanapakia abiria kwa kiwango ambacho kimeruhusiwa kwenye vyeti vyao walizopewa na mamlaka. Kwa kipindi hiki tutakuwepo makini kuhakikisha tunasimamia ili kuhakikisha kwamba vyombo vyote vinatekeleza matakwa ya kisheria ya kuhakikisha hawazidishi mzigo, hawapakii abiria kupita kiasi, na vyombo ambavyo havitakiwi kupakia abiria basi havipakii abiria. Lazima tufahamu kwamba haya mambo unapokiuka sheria yanaambatana na faini. Kwa hiyo kabla tujafikia hatua ya kupigana faini, basi tukinge ili tusifike kwenye hizo hatua. Na kwa nafasi hii pia naomba niwaombe wadau wenzetu wa mamlaka ya bandari kuhakikisha kwamba kwenye usimamizi wao wa operation za upakiaji mizigo, basi wanaweza wahakikishe kwamba wanawapakilia wenye vyombo idadi ya mzigo ule ambao tu unaruhusiwa kwenye vyombo vyao. Hasa tukizingatia mwisho wa mwaka huu, tuko mwishoni mwa mwaka, kuna uhitaji mkubwa sana wa kusafirisha bidhaa mbalimbali kwenda visiwani, lakini pia kuna mahitaji ya usafiri wa abiria kutoka bara kwenda visiwani na kutoka visiwani kuja bara kwa ajili ya watu kwenda kusherekea na kufunga mwaka. Kwa kuzingatia hilo, tumeona ni vizuri tukaja kukumbushana na kuelezana mawili matatu ya kuzingatia ili tuhakikishe kwamba mwaka tunaumaliza kwa usalama. Lakini swala lingine ni kuhakikisha kwamba pamoja na kwamba kuna mahitaji makubwa ya kusafirisha abiria, basi hawashawishiki kupakia abiria kwenye vyombo vya mizigo kwenda au kutoka visiwani.